Karibu sana my brother. Leo nimefurahi. I think this is the first episode ya kwetu mimi na wewe. Ndio episode yetu ya kwanza. Na kwa wale ambao hawajui what we are going to talk about, na kuambia kabisa wewe kaa vizuri, sikiliza mwanzo mpaka mwisho. Na Henry, kuna wengine inawezekana hawakujui. Mimi tunafahamiana. Lakini kwa faida ya hawa ambao wanaangalia podcast yetu, mimi naomba ujitambulishe, uambie wewe ni nani, una deal na nini, and then tutaingia kwenye podcast ili tuwape kile ambacho tumewaandalia. Okay. Asante sana. Kwa majina yangu naitwa Henry Mlenzi, kwa wale ambao wanifahamu. Mimi ni founder wa kampuni inaitwa Aris Superfoods. Ndio. Sisi tunajikita zaidi kwenye prevention au kwenye kujilinda. Watu wengi sasa hivi kuna matatizo ya upande wa afya. Watu wengi wanapitia changamoto mbalimbali. Yes. Lakini majibu ya hizo changamoto watu wanazo wao wenyewe. Ndio. Kwa hiyo sisi tunajaribu kuyaonyesha hilo na kuwaambia kwamba namna gani unaweza ukajilinda ili hayo matatizo ambayo sasa hivi ndio yanasumbua watu wote basi yanaweza kazuilika mapema sana. Sawa. Badala ya kusubiri baadaye yameshatokea. Ndio Sasa kufurukushana huku na kule ya. Kwa hiyo masuala ya kukosa nguvu za kiume, hayo ni matokeo. Masuala ya sijui sukari, kisukari, hayo ni matokeo kabisa. Masuala ya kukosa nguvu, hayo ni matokeo. Yes. So hii theory ya jilinde leo, kampeni ya jilinde leo, nini chanzo au inalenga kuwasaidiaje watu? Kwa nini ni jilinde leo? Mtu ataelewaje hii concept hii na imsaidie kwenye maisha yake? Hii ina historia yake ndefu kidogo. Yes. Nafikiri mimi nipo kwenye sekta ya afya miaka mingi, karibu zaidi ya 10. Wow. Kwenye industry ya afya. Yes. Kwa hiyo tumekuwa tukiwa na hiyo elimu, tunafahamu nini cha kufanya, magonjwa chanzo chake ni nini, vitu vingi tunafahamu. Lakini miaka kama 5 iliyopita nikiwa niko Zanzibar nilifanikiwa kupata wazo la kutumia hivi vitu vya asili. Sawa. Kama nafikiri nilikuwa natumia mlonge na mwani. Unafahamu. Yes. Wakati natumia hivi nikaona mbona nikitumia najisikia tofauti, najisikia na nguvu, najisikia niko vizuri. Nikasema kwa nini nisivipeleke hizi kwa wazazi wangu nyumbani wakawa wanatumia? Kwa sababu katika miaka hiyo yote mingi nilikuwa na ndoto ambayo ilikuwa ni kuwapa kitu cha afya wazazi wangu wawe wanajilinda. Ndio. Sawa. Sasa nilikuwa nashindwa kutimiza hiyo kwa sababu biashara zote nilikuwa nikifanya na kampuni zilikuwa nikishirikiana nazo wakati huo kwenye mambo ya afya, bidhaa zao zilikuwa zinatoka nje. Zilikuwa ni na gharama sana. Kweli. Kwa sasa nilikuwa nashindwa kusema nitaspend hela nyingi kila mwezi ili wazazi wangu watumie waweze kujilinda kwa sababu vitu vya asili, vitu vya kiafya ni vyakula ambavyo tunataka tutumie kila siku. Kwa hiyo nikapata ile idea, nikawapelekea nyumbani wakatumia. Nikamwambia tumieni mlonge na mwani. Sasa changamoto ikaja. Mimi kwa sababu nilikuwa naona faida zake, kwa ile hali ya shida ya utumiaji nilikuwa naona ni kawaida. Lakini wao wakawa wameshindwa kutumia. Wengine wakawa wanatapika. Nakumbuka babangu alikuwa anatapika akitumia. Mama yeye alikuwa anajikaza kidogo anaitumia. Lakini nikajiuliza kumbe kitu kina faida, lakini changamoto sio tu ni ile namna ya consume, namna gani mtu anakitumia. Ni basi hapo ndo likatoka wazo kwamba niviweke katika mfumo rahisi ambao mtu hatawaza kwamba ni chungu au atawaza kutapika, hiyo hali siwepo. Lakini wao wanatumia kila siku. Lengo ili watu wajilinde. Sawa. Kwa hiyo hapo ndo mwanzo wa kuandaa hiyo. Kwa hiyo tukafanikiwa kuandaa product ambayo sasa ndio inaweza hii kampeni inaweza ikaisimamia vizuri kwamba hiyo product basically ni chakula ambacho kina virutubisho vingi. Lengo lake ni kusaidia mwili wako leo uweze kujilinda kabla ya hayo majanga
kufika. Kila mtu anajua kwamba majanga mengi tunayopitia ni ya lishe, chanzo ni lishe. Kweli. Kama wale wasema nguvu za kiume, sukari, pressure, ni matatizo ambayo yanatengenezwa leo. Yani leo usipojiandaa kuyajikinga leo, lazima utayapata, lazima tu yatatokea. Kwa hiyo hapo ndo chanzo cha hiyo kampeni ambayo tunahamasisha watu wajilinde leo ili kuokoa hata gharama za hospitali hapo baadaye. Maana yake hizo zinaitwa non-communicable disease, magonjwa ya lifestyle. Watu ambao, kuna rafiki yangu yeye anasema kwamba magonjwa ya kujitakia. Wengine hawajui. Kujitakia. Sasa ili mtu asisubiri mpaka hayo matatizo yampate, mpaka hayo magonjwa yampate, wanasema prevention is better than cure. Ni bora kujilinda kabla haya mambo hayaja kupata. So umezungumzia mlonge na mwani. Kwa hiyo ina maana kwenye hii product ni vitu viwili tu? Hapana, hivyo ni vitu baadhi ambavyo vipo. Hii product ina vitu vingi. Sawa. Humu ndani kama utafanikiwa kuipitia baadaye, ndio kuna mlonge huo, kuna ubuyu, kuna chia, ndio kuna fermented soy, ni soya lakini imefanywa fermentation. Yes. Humu ndani pia kuna mbegu za maboga. Ndio. Kuna spirulina. Kuna vitu vingi, lakini vitu hivi ni vya asili. Kilichofanyika ni kwamba vimefanywa formulation ya kitaalamu, kisayansi, ili kuweza kupata vitu vya asili ambavyo vinaleta mlo kamili. Nikisema mlo kamili, maana yake humu ndani unapata protini, unapata vitamins, unapata minerals, alafu kitu kikubwa cha muhimu zaidi unapata fiber, ambayo sasa hii umezungumzia swala la fiber. Nikakumbuka kwamba watu wengi wanaweza wakala milo 3 lakini wasiende chooni au wasiende haja kubwa siku 3 siku 4, na mtu anadunda tu, anaona fresh tu. Hiyo ni normal kweli? Hapana. Kwa wataalamu zaidi wanasema hiyo sio normal. Kwa sababu kama unakula milo 3, ndio basi at least na wewe utakiwa ende chooni mara 3 kikawaida. Sasa mara nyingi katika maisha ya mjini huwa haitokei, kwa sababu chakula tunachokula hakina kiwango kinachotosha cha fiber. Nikisema fiber namaanisha zile nyuzi ambazo zinapatikana kwenye chakula cha asili. Kwa mfano hata chungwa ina fiber, zile fiber. Vitu vingi, vyakula vingi, fiber ndio inaobeba hizo new content ya chakula chenyewe. Matunda, hizi mboga na vitu vingine. Ndio. Kwa hiyo fiber ipo kwa maana kwamba fiber ndio chakula halisi, ndio kinachofanya ujazo wa chakula kukamilika. Sawa. Kwa hiyo ukitumia fiber za kutosha, maana yake hautakuwa na shida ya digestion. Manake wewe utakuwa unaweza kwenda chooni mara kwa mara. Kila tunachokula mwisho wa siku tunatakiwa tutoe yale masalia mara kwa mara. Tukichelewa kutoa, hiyo ndio inayotengeneza sumu mwilini baadaye na matatizo magonjwa. Ndio maana wanasema magonjwa mengi yanaanzia tumboni. Kabisa, ni sahihi kabisa. Kwa hiyo sisi tuna fiber ambayo watu ambao wapo kwenye ARIS wanaojilinda leo, maana hawana hiyo changamoto. Sawa. Maana yeye atakuwa anapata fiber ya kiwango cha kutosha kila siku. Ndio. Kwa hiyo yeye atakuwa anaenda choo. Na choo ukitumia fiber vizuri sasa, choo unachokipata ni tofauti na mtu ambaye hatumii fiber. Sawa. Inakuwa sio kigumu. Inakuwa ni laini, ukiingia chooni dakika 2 tu ushatoka. Hali inakuwa iko safi sana. Ina maana kupata matatizo kama bawasiri kabisa, constipation, hayo yote ni kwa sababu ya watu hapa awali fiber ya kutosha. Sasa mtu anaweza akasema kwamba Yaz Superfood au hii product naweza nikaitumia kila siku, kwa sababu mara nyingi watu wengi unapoambia supplement au naambia virutubisho wanafikiri kwamba ni ya wagonjwa au niitumie wakati nina changamoto. Unaona? Lakini maana ya kujilinda kwanza kwamba iwe lifestyle yetu.
kabisa, kwamba tuwe tunakitumia on a daily basis. Na je, ina umri au mtu yoyote anaweza kutumia? Kwanza kabisa niwaondoe watu hofu kwamba hiki ni chakula. Sawa. Tofauti tu ni kwamba tulizoea kutumia virutubisho vya nje. Yes. Lakini uhalisia ni kwamba virutubisho vyote hivyo tunavyotumia vya nje, sisi tunavyo tayari hapa nyumbani kwetu, katika mfumo wa chakula. Yes. Kwa mfano mkitula tu mfano ubuyu, watu tunakula ubuyu na nini, lakini watu wachache wanaofahamu kama ubuyu una vitamini C pia. Kweli. Kwa badala ya kwenda kuingia gharama nyingi utafute supplements za vitamini C na hivyo, lakini ukitumia ubuyu una hiyo pita. So tu ubuyu kuna spirulina, ina protein ya kutosha. Ndio. Soy ina vitu vya kutosha. Chia zina omega 3. Ndio. Kwa vitu vingi vya kwenye vyakula vya kawaida vinatuletea taarifa virutubisho. Sasa badala ya of course kule wenzetu huko nchi zingine za Ulaya walioendelea hawana mashamba karibu, misitu labda ukuta na nyewe hawana, lakini si mti wa mlonge unaweza kukuta umeota tu nyumbani. Na watu hawautumii. Mtu hawafahamu, lakini mlonge umesaidia sana watoto, una vitamini A ya kutosha, una iron, una vitu vingi sana mwili. Kwa hiyo concept ya Aris ni lishe. Ni kutumia lishe ya vitu asili tulivyo navyo kupata hizo nutrients, kupata hizo madini, vitamins na minerals zote ambazo tunavihitaji. Kwa hiyo tunajilinda leo ili kuzuia hayo matatizo ya baadaye kwa kula lishe kamili. Manake usiwaze tu kujaza tumbo kwamba nimekula chips, nimekula baga na nini, lakini tunaangalia zaidi mwili unahitaji nini. Mwili unahitaji hivyo virutubisho, lakini sisi tumeviweka katika mfumo wa kinyumbani. Kwamba ni sayansi imetumika kuweka mazingira ambayo tunapata virutubisho kamili. Kuna wataalamu wengi Henry, wataalamu wa afya, wataalamu wa chakula, nutrition, anakuambia usile chips, usinywe soda, usile hivi. Lakini kuna mtu yuko kwenye mazingira yale. Tutazungumzia corporates, watu ambao wako kazini. Wale ambao anapata break ya nusu saa, lunch time anapata break ya lisali moja, hawezi kwenda kupika chakula kizuri au chakula chakula anachokitaka yeye. Amezungukwa na chipsi, amezungukwa na baga, unaona, tutawazungumzia hao. Lakini kabla ya hao tu kuna wataalamu wengi sasa hivi wako mtandaoni. Wanakuambia wana usile hiki, usile hiki, usile hiki. Je, kuna mtu ambaye yeye ndo anakula hivyo vitu? Hii product, hii lishe inaweza ikamsaidia kuongeza kitu cha natural ambacho kinaweza ikasaidia mwili wake. Sahi, na itamsaidia sana. Kwanza sisi hatuwaambii watu waache kula hiki. Mwisho wa siku ni tabia ambazo mtu anazo. Mwingine watu amezoea miaka mingi anakula hivyo vitu. Au hata wazazi wake wana nyumbani wanakula kila siku. Sasa kumwambia leo tu acha, alafu unaacha ale nini? Kwa hiyo sisi hatubagui watu wale nini wala nini. Mtu mwenyewe anajua nini kina afya na nini sio cha afya. Kwa sisi tunachokifanya tu tunawaambia mtu make sure kile unachokula leo kinakulinda kwa ajili ya kesho. Kina virutubisho vyote ambavyo mwili unahitaji. Yani ina vitu ambavyo utasababisha mwili wako uwe katika hali ya salama hata miaka 10, 20 ijayo. Ndio. Sawa, kama ni chips hiyo kama unaweza nakula chips, napenda kula chips. Sawa, umekula chips kwa ajili ya ladha, unapenda, unatamani. Sawa. Haya, kwenye upande wa mwili wako ni nini umepokea, ni nini umeupatia mwili wako? Kwa hiyo sisi unaweza kula hiyo chips, unaweza kula hizo nyama, ukala hizo nini, lakini ongezea basi kuwa na kitu ambacho kinaupa mwili sasa virutubisho, unaupa na hiyo fiber, ili unaenjoy maisha yako leo, lakini pia unajilinda kwa ajili ya kesho yako. Kwa hiyo sisi ni chakula ambacho hakina limitation. Mtu yoyote, hata mtoto anaweza kutumia. Matumizi yake yupo katika mfumo wa unga.
Hivi karibuni tutaleta katika mfumo wa vidonge. Ndio. Lakini unachanganya na chakula chako, kama kwenye juisi, unaweza kwenye uji, kwenye supu, mtori, chochote unachanganya. Hata yenyewe tu unaweza ukachanganya tu maji ya moto ukakoroga ukanywa. Unaweza ukachanganya hata na asali yako, hata sukari yako ukanywa. Manake hapa unapata sasa virutubisho vile. Baada ya wewe kula vitu vyako unachokipenda, unaongezea sasa upande wa afya. Kwa maana sisi tunataka watu wajilinde leo. Usisubiri mpaka matatizo yametokea ndio sasa uanze kupambana kuzima moto. Sasa turudi kwa marafiki zangu ambao wako maofisini. Tuangalie uhalisia. Mimi nimewahi kuajiriwa. Nilikuwa natoka nyumbani saa 12. Nafika kazini saa 1:30. Napata tea break saa 4 mpaka saa 4:30. Napata lunch break saa 7 mpaka saa 8. Natoka kazini saa 10:30. Nafika nyumbani saa 1, wakati mwingine saa 2 kulingana na foleni. Kwa hiyo for 5 days, hizi siku 5 za kazi, Monday mpaka Friday, utajikuta niko kwenye cycle ile. Maana yake kazini, kama kuna masuala ya chipsi, nitakuwa nakula chipsi siku 5 kwa wiki. Asubuhi nitakula chapati au vitumbua au mandazi. Kwa hiyo unaona huo mlo wangu kwanza umejaa carbohydrates za kutosha. Nikijitahidi tu labda nyama kidogo. Kwa hiyo wanga ni mwingi sana. Hakuna si madini. Yani nakosa vitu vingi sana. Sasa mtu akienda hivyo wiki ya kwanza, wiki ya pili, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, sasa baadaye baada ya miaka 10 ndo anaanza kupata shida za kiafya. Lakini hajui kwamba ile routine aliyokuwa nayo ndo kidogo alikuwa nakosa vitu mwilini. Kwa hiyo watu wa namna hiyo sasa, jilinde leo. Wewe unaweza ukawatengenezea kama ka modo fulani hivi kujilinda. Kwa kama kaushauri fulani kwamba at least saa fulani fanya hivi na actually watu ofisini ni wadau wetu wakubwa. Ambapo wana changamoto kweli kwenye upande wa lishe. Kwa maana yeye akitoka ofisini atabidi aende kule mgawani au wapi, lakini kule hana maamuzi nini kinapikwa. Atabidi yale ambacho kipo kwa wakati huu. Kwa hiyo sisi katika kampeni yetu tunawaambia sawa, hivyo vitakusaidia kwenye kupata energy ya muda mfupi, hizo carbohydrates sio kitu kibaya sana. Tunapata nguvu na nini lakini basi ongezea kitu cha ziada. Ambako sasa hii lishe ambayo ina virutubisho vingi, unaweza kama mtu una uwezo unaandaa hata nyumbani. Siku hizi mtu kuna GPT, unaweza Google kitu gani kina nutrient nyingi zaidi kiko hapo mazingira nyumbani. Changanya kama tunaona yule ndugu yetu naye ana vile nuts wanachanganya mbegu tofauti na nini. Sawa, upata zile protein. Fanya chochote ambacho unaweza ukafanya ili kilinde mwili wako. Mimi nilichokipendea kwenye hii product ni kwamba, kwa sababu Henry ukiniambia nitafute spirulina, nitafute moringa, nitafute pumpkin seeds, nitafute chia seeds, nitafute mwani, simos, nitafute soy na spices. Yani hapo narudi kwenye chips. Lakini uzuri nilichokipenda kwamba hivi vitu vyote viko kwenye package moja. Kwa hiyo ni kuweka kwenye maji ya moto au kwenye uji au kwenye juisi au chai anakunywa. So that means hapo tayari anakuwa ameshajilinda. Kwa mazingira ya mjini, hii ndio njia rahisi. Kwamba of course tunanunua, kwani hata hizo supplements tunanunua za nje. Ni kwa sababu hatuna muda sisi wa kusema tumekula vizuri na nini Lakini sasa sisi ni chakula. Kwa maana hii kama unafikiri wewe ulishatumia ukaona. Mimi nimetumia. Na kweli yani it's amazing. Ni unashiba kabisa kwa sababu ina fiber. Yaani ukinywa chai yake ni unashiba. Tena nakumbuka wakati tuko kwenye Kwaresma, kwenye mfungo. Kuna siku kadhaa ambapo tulikutana sasa pale.
zile siku za mwisho kama siku 6 hivi. Nilikuwa nakunywa asubuhi, nakoroga kwenye maji na kunywa mpaka jioni. Yani inanipeleka kwa hiyo nakuwa najisikia nimeshiba, nina energy ya kutosha, alafu tumbo halijajaa. Tofauti na unapokula asubuhi, ile breakfast umekula, lunch umekula, baadaye yani unajikuta tumbo lakini it was yani mwili wangu ulikuwa tofauti. Yes, moja ya faida kubwa sana ambayo watumiaji wetu wanatuletea report ni kwamba unapata nguvu. Yani hii ukitumia asubuhi inakupa nguvu ya muda mrefu kwa sababu iko balanced. Kwa hiyo unapata energy katika mchanganyiko wa vyakula vyake. Lakini pia inaondoa uchovu. Watu ofisini ile mtu umechoka na nini ni kwa sababu ya vyakula tunavyokula pia. Kwa hiyo hii inaondoa ule uchovu. Utakuwa active throughout. Ile kulalala uchovu unaondoka kabisa. Lakini kikubwa pia ni kinga. Sababu ndani hizo minerals kuna paka spices spices nyingi, spices karibu aina hata 20 zimechanganywa ndani. Kwa hiyo hii yote inakupa kinga, mwili wako unapata immunity ambayo magonjwa haya mengine ya lifestyle sasa yanakuwa automatically umeshapata kinga yake. Kwa hiyo haijalishi hata kama una lifestyle yako ya kula umezoea, lakini taratibu unaongeza afya kwa kutumia kwa mfano kutumia Aris. Kwa sisi watu tunaojilinda leo, hii ndio kitu tunachotumia kila siku. What's your plan? Kwa sababu kuna watu ambao wanatuangalia leo wanafuatilia hii podcast, lakini kwenye familia wana wazazi, wana wagonjwa, wana watoto. Kuna mkakati gani wa kufanya outreach kwa watu ili hii lishe iweze kuwafikia, lakini pia hata hiyo program yenyewe ya Jilinde Leo iweze kuwafikia, kwa sababu kikubwa ni awareness kwanza. Mwanadamu akishajua kwamba natakiwa nifanye hiki na akakiweka kwenye system yake ya maisha, hiyo awareness peke yake ni hatua kubwa ya kuanza kujilinda. Kuna mkakati gani kwenye hilo? Ni swali zuri. Sasa hivi hii kampeni yetu tuko na utaratibu wa kufanya kazi na wadau tofauti ambao wapo kwenye sekta ya afya. Sana hao watu ambao wanaihudumia sana jamii kwa kutoa elimu kwenye social medias. Kuna watu wengi wanaongea vitu vizuri na vitu vingi sana vinavyoelimisha watu kwamba nini chakula, fanyeje mtu kujilinda. Hao watu wanaoshauri watu namna ya kuandaa vyakula vizuri kiafya. Sasa sisi kampeni yetu hii tunawakaribisha wote, tunaweza tukashirikiana. Tuna utaratibu mzuri tu ambao unaweza ukatumia audience yako au watu ambao wanakusikiliza uweze kuwafikishia hii solution yetu ambayo tuko nayo, ambayo itawasaidia kutumia na kupata kinga na kuongeza nguvu za kila siku na kufanya afya yao ikaimarika ili waweze kujilinda. Kwa hiyo tuna wale wote ambao wako interested, unaweza ukawasiliana na sisi. Tutafanya tu utaratibu upo tayari umeshawekwa, ambako bidhaa yetu itawafikia watumiaji wako bila wewe kuwa hata na uhitaji wa kuwa na stock umenunua bidhaa nyingi umekaa nazo. Hapana, sisi tutakupa tu utaratibu mzuri ambako watu wako wataingia online, watafanya matumizi. Wewe kama influencer ambao ni utakuwa wa partner ambao ni utaweza kupata kipato kwa watu kununua hiyo bidhaa kupitia online. Kuna fursa pia ya kipato. Lakini inabidi tuwasiliane tuweze kuweka, lakini inawezekana. Tumefanya hivi ili kufikia watu wengi zaidi, kwa sababu kampeni ya Kujilinda Leo haiwezi kufanikishwa na mtu mmoja. Hatuwezi kufanikisha peke yetu. Kwa hiyo wadau wengi wote tunashirikiana nao, ambao sasa watu wataweza kupata ujumbe na kutumia. Toka tuko wadogo, kuna kampeni nyingi zilikuwa zinafanyika mpaka na serikali za lishe, lakini bado kuna gap kubwa. Kwa hiyo naamini hii product na hata kampeni ya Jilinde Leo itawasaidia watu wengi. Kwa hiyo yule ambaye una kundi la watu kazini, ofisi yako,
hao watu ambao unafanya nao kazi, hao watu ambao wako kwenye klabu yako, hao watu ambao wako kwenye mazingira yako, kwenye kijiwe chako, unaweza ukachukua kampeni ya Jilinde Leo wakawa wanatumia hizi products na tukapunguza hata haya magonjwa ambayo tunasema magonjwa ya kujitakia, magonjwa ya lifestyle. Ni sahihi kabisa. Inawezekana ni vile tu ni kwamba hatukuwa na solution ya kwetu ya hapa nyumbani. Kwa sisi hii solution iko nyumbani. Na uzuri zaidi ni kwamba imethibitishwa na vyombo husika. Hii imepelekwa laboratory pale NIMR. NIMR wamefanyia vipimo wameangalia usalama wake, wameangalia hizo ingredients zake, na wamepitisha iko salama kwa matumizi na watu wanaweza wakatumia. Sawa. Kwa hiyo ondoa shaka kwenye hilo. Hii inatambulika na serikali na imefanyiwa vipimo vyote. Kwa hiyo ni salama kwa matumizi ya kila siku. Wow. Kwa hiyo wale watu ambao watakuwa wanasikiliza walimu wao na walimu msio na shida, usalama upo umezingatiwa. Labda wale ambao wana vikopo vingi, ana kikopo cha cinnamon, ana kikopo cha hiki, nakuta na vikopo kama 30. Yaani hii peke yake inaweza ika-replace vile vikopo vyote. Unajua tunakuwa na vitu vingi ni kwa sababu hatujatumia, sisi tumetumia mfumo wa kisayansi, kwa sababu sio kila kitu kinaweza kikachanganywa tu. Kweli. Sasa huko jikoni kwako yaani unachanganya madude kama 6 alafu NIMR ya wajapima. Inatakiwa iwe kitaalamu kwa sababu kuna vitu vingi sana na uzuri wa lishe, uzuri wa kupata nutrition kwenye lishe ni kwamba kuna baadhi ya nutrition zinasaidiana. Unakuta unatumia vitamini C, lakini vitamini C hiyo inasaidia siba vitamini K, vinashabihiana. Sawa. Kwa hiyo hata kwenye unavyochanganya vitu vingi, hiyo ni kitu tunatakiwa kisayansi. Kwa hiyo kitaalamu. Kwa hiyo sisi tumezingatia sana. Ndio maana sisi sio hata sometimes sipendi kuita supplement, sababu sio supplement. Hii ni chakula. Ni lishe na haina kiwango kwamba sisi nitumie vingapi. Yaani hii unakula chakula unakula umeshiba umeridhika. Kwa hiyo tunatumia kila siku. Wow. Amazing. Kwa kumalizia, kampeni ya Jilinde Leo ni prevention kwa ajili ya changamoto za afya ambazo zinaweza zikatukuta. So makundi gani ambayo umeyalenga specifically ili hayo hata kama anasikiliza hii podcast yeye mwenyewe anaweza kusema hili kundi ninalo nyumbani kwangu au ninalo kazini, hili ndo linafaa kabisa kuanza nalo? Sawa kabisa. Swali zuri. Kuna makundi kadhaa. Kundi la kwanza ni familia. Sawa. Familia tunamaanisha pale nyumbani. Mama ambaye anaandaa chakula kwa watoto. Sana sana familia inajumlisha sana watoto. Watoto siku hizi wana shida ya kuwa na appetite ya kula. Watoto wanapungua uzito. Watoto wanakula nafaka nyingi lakini hawana virutubisho muhimu. Kwa hiyo kupitia kampeni hii ya Jilinde Leo unaweza kumlinda mwanao kwa kumpatia virutubisho vingi ambavyo vinapatikana kwenye ARIS. Hivi virutubisho vitamsaidia mtoto aweze kukua vizuri na kuondoa shida au kuondoa ile hatari ya kuja kuwa na utapiamlo baadaye. Unajua hapa mjini watu wengi wanashiba lakini wana njaa. Njaa inaitwa njaa fiche. Yaani umeshiba lakini haujapata virutubisho. Ipo hiyo common sana na ipo familia nyingi sana. Kwa hilo ni kundi moja ambalo tunatazamia sana kuwasaidia ili kujilinda. Kundi la pili, watu wa ofisini. Watu ambao wako busy, maisha yao ni ya mjini, mtu anakaa ofisini, anaondoka asubuhi mapema, anarudi usiku nyumbani, muda wa kuandaa chakula chenye afya hana. Ndio. Kwa hiyo hilo kundi pia tunawaambia unaweza kujilinda leo kwa kutumia ARIS kwa matumizi tu ya kawaida. Asubuhi ukifika ofisini unaweza ukanywa chai yake. Basi unakuwa umeshakamilisha upande wa nutrition. Au mchana unaweza kutumia kwenye maisha yako ya kawaida. Kundi lingine la tatu ni watu wa mazoezi, watu wa fitness, watu wa gym au watu wanataka kupungua uzito, watu wanataka kupata shape. Siku hizi mjini naona
kuna soko kubwa sana, watu wana changamoto hizo. Kweli. Yeah. Kwa hiyo kundi hilo unaweza kutumia sana watu wa gym. Unajua unavyoenda kufanya mazoezi pia mwili wako unatumia nguvu nyingi na unatumia virutubisho. Tena mtu anayefanya mazoezi anatakiwa apate virutubisho vizuri sana na kwa wingi. Yeah, kwa hiyo hao watu wa mazoezi tuna encourage sana kutumia vyakula vyenye virutubisho vingi. Kwa sababu mwili unahitaji hiyo ili uweze kukaa vizuri. Wanaotaka kupungua uzito, hii itawasaidia kwa maana kwamba utapata lishe kamili ambayo itapunguza hata zile cravings za kula sana, lakini pia utaupa mwili wako kinga. Hili ni kundi la ziada ambalo sipendi sana kulisema. Hili kundi ni la wale sasa ambao tayari wana changamoto ya afya sasa, ambao walishindwa kujilinda mapema. Hili kundi nalo watasaidika kwa sababu itaongezea kinga, itawapa pia virutubisho na wao. Kwa hiyo itaongeza ile ita speed up ile recovery. Kwani itaongezea ule muda wa kupona haraka kama tayari anaumwa. Kama watu wenye shida za sukari, shida za pressure, itawasaidia fiber, itawasaidia kubalance sukari yao. Hawajachelewa. Tunawaambia hata kama una changamoto ya afya yoyote ile, hata kama sijui ni magoti yanauma, ni changamoto yoyote, hujachelewa, unaweza ukaanza leo ukajilinda kwa ajili ya kesho yako. Wow. Shukran sana Henry, naamini kuja tena studio kwa ajili ya kutupa elimu kuhusu kampeni ya Jilinde Leo na imefikia wapi. Otherwise, as always, hapa Duka Huru tunasema let's all win. Till next time. Jilinde leo. Jilinde leo.